Hii ni sanaa ya ufinyanzi. Si tu sanaa bali ni kazi inayomuingizia kipato na hazina Bwana Samuel Yamuya. Hapa ni katika eneo la Sabasaba Manispaa ya Iringa, ndipo sehemu ambapo shughuli zake anazifanya. Kazi hii imempa majibu ya maswali mengi kiuchumi. Kwa sasa simu zinaita. Je, unajua nini kuhusu sanaa hii? Ungana nami Catherine Msumange kufahamu mengi zaidi. Hapa ni mkoani Iringa. Kwa majina anafahamika kwa jina la Samuel John Yamuya, ni mkazi wa Iringa. Kazi ya ufinyanzi wa vyungu niliipenda kutokana, kwanza niseme tangu nakuwa nikiwa mdogo nimekuwa mpenzi sana wa kufinyanga kama medoli pamoja na kuchola sana. Nimekuwa ni mtu ambaye napendelea sana, na mara kadhaa nimekuwa ni mtu ambaye wakati naenda shule kwenye daftari na nachafua kwa kuchola sana. Pia nikiwa nikimuona mama akifinyanga vyungu vya kupikia, basi na mimi nikawa napenda sana pia kuiga, nikawa natengeneza tudogo nafokewa, lakini mwisho wa siku ni kitu ambacho nilikipenda. Kwa hivyo tunaweza tukasema ni sanaa ambayo iko nyumbani pia. Ni sanaa ambayo pia iko nyumbani, lakini sasa niseme ni kipaji pia ambacho kiko ndani yangu. Nyumbani sanaa hii ilikuwa inafanyika kama biashara ama tu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani? Ilikuwa ni biashara. Na wewe sanaa hii umeanza kuifanya kwa una muda gani kwenye sanaa hii? Huu ni mwaka kama wa 7 sasa tangu nianze rasmi, kwa sababu kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa bado sijakaa nikafanya vizuri kwa kiwango kizuri kazi. Mwaka wa 7. Ndio. Miaka ya nyuma ulikuwa unashughulisha na nini? Miaka ya nyuma nilikuwa bado sijapata eneo maalum la kujifunza kiundani zaidi, nijue soko linapatikanaje na basi nakabiliana vipi katika kuifanya hii kazi kwa kiwango kizuri kama inavyotakiwa. Lakini nilipokuja kusafiri kwenda Dar es Salaam, nafikiri nilikutana na wajuzi ambao wanaifanya kazi hii kwa ubora na nikashawishika na mpaka nikachukua idea kidogo, na nafikiri nimefanya zaidi kuliko wao sasa. Kwa miaka 7 nyuma ndipo ambapo ulipata ujuzi zaidi wa kutengeneza vyungu hivi. Ndio. Sio kwa udongo tena. Sio kwa udongo tena. Na unawezaje kutengeneza vyungu ambavyo sio vya udongo na unaweza kutuambia uimara wake pia? Vyungu ambavyo havitengenezwi kwa udongo wa mfinyanzi, cha kwanza niseme kinakuwa imara sana, kwa sababu tunatumia lesho kali sana ya simenti na tunatengeneza zile moldi za kufyatulia mtungi mteja anavyotaka. Sample ziko tofauti, na niseme kwamba ubora wake ni vile ambavyo lesho ya simenti mtu atakavyokuwa amepunja basi itakuwa ni dhaifu, lakini ukiweka lesho nyingi mtungi unakuwa imara zaidi. Shukrani sana. Kwa hiyo wateja wako hasa wa bidhaa hii ni wakina nani? Niseme tu kwamba wateja wangu wa bidhaa hii si kama vile ambavyo nilikuwa namuona mzazi wangu akiuza vile vyungu vya kutumia udongo wa mfinyanzi. Bidhaa hii imekuwa tofauti kidogo, kwa sababu naweza kusema mabosi wakubwa, watu wenye wasifa wake, watu kama niseme mtu anajenga nyumba yake nzuri, basi ndo unakuta anashawishika zaidi kuchukua mtungi akapande maua yake. Mwingine anachukua mitungi kwa ajili ya urembo, kama hii hapa ipandiwi maua. Hii unaona kama hii kwa ajili ya urembo tu. Kwa ajili ya urembo tu. Inatengenezewa mianzi ile, inakatwa ile fimbo zake, zinapakwa rangi ambayo inaenda kala moja na ya mtungi, inatumbukizwa hapo, inapendeza zaidi. Kwa kama huu unaweza kuweka mahali gani kwa nyumba? Kwa nyumba mara nyingi naona inakaa eneo la kibarazani. Unaweza kaweka kwenye zile nguzo zile za nyumba. Wakati sasa umeshamaliza finishing ya rangi, unaweka upande wa kushoto na kulia, basi inapendeza zaidi. Either wengi sana naona wakiweka ndani sebleni pia imekuwa ikivutia zaidi. Kwa mfano labda mtu akakwambia uende ukamdesignie nyumba yake kwa hivi vyungu vyako, unaweza naweza nikasema una utaalamu wa kudesign? Ndio, kwa sababu
Mimi niko kwenye masuala ya decoration kuanzia garden. Yani garden kuanzia paving, capstone pamoja na masuala ya kupanda nyasi. Niko kwenye masuala yote na pia mpaka mitungi kama unavyoona. Kwa hiyo tukiachana na kipaji na kujifunza nyumbani na kujifunza pia kwa watu, umezungumza ulienda Dar es Salaam ukajifunza namna nzuri zaidi ya kutengeneza hivi vyungu. Kuna mahali pengine popote ambapo uliweza kupata ujuzi zaidi wa labda watu wakakuhitaji, labda at least wakahitaji cheti chako ili waweze kukupa kazi? Ulishawahi kwenda popote tofauti na nyumbani watu? Ndiyo. Kwa sababu nasema mara ya kwanza nilivyotoka Dar es Salaam niliingia Iringa nikiwa bado siko vizuri sana. Nilitembea garden kadhaa ambazo watu wanauza maua, kwa sababu niliona kwa soko langu la biashara hii linaweza likahitajika kwenye masuala kama hayo ya garden, watu wanauza maua. Nilitembea sehemu kadhaa, ni watu hawakuniamini wakati huo naomba nafasi ya kuweza kufanya kitu ambacho labda kitamlenga mteja moja kwa moja kutokana na ile bidhaa anayoichukua. Lakini mwisho wa siku wengi hawakunielewa, mmoja wapo alinielewa. Nilifanya hiyo kazi kwake, mwisho wa siku ilionyesha manufaa na yeye mwenyewe akapenda, akawekeza zaidi. Lakini mwisho wa siku nilipokuja kuona tumetofautiana, nikaamua kufungua ofisi binafsi ya kwangu. Kwa ulipata moyo wa kufungua ofisi yako baada ya changamoto ambazo ulizipitia katika kutafuta kuaminika? Ndiyo. Na niseme tu mpaka hapo sasa ndo nilivyofungua ofisi yangu, nimekuwa nikastawi zaidi na nimeitwa mikoa mingi sana nikafanya kazi huko, na mpaka sasa nazidi kuaminika kama unavyoona. Hiyo kazi hapo TANESCO ya zamani roundabout hapo, serikali nayo imeangalia kwa jicho lake, ikanitazama, ikaona uwezo wangu kwamba kuna kijana anafanya vizuri, ni Mtanzania ambaye inabidi tumsupport, watu waone kazi yake. Na ndo kama hivyo unavyoona, basi nazidi kufanya kazi nyingi zaidi. Ndio. Zipi changamoto ambazo unapitia kwenye kazi hii? Naweza kusema kuna watu wengine hawako serious na kile kitu ambacho ninakifanya. Mtu mwingine anachukulia kupuuzia, anaweza akanipa hii kazi kwa makubaliano mazuri, lakini unapofika kufanya kazi nyumbani kwake au either eneo lolote husika ambalo labda either sio nyumbani, atakupa material na advance, lakini mwisho wa siku unamaliza kazi anapotelea, haonekani tena. Ni changamoto kama hizo. Wateja ndo wasumbufu, lakini sio mimi. Mimi nikupa kazi utaweza kuikamilisha kwa wakati na kufanyia vizuri sana. Tunashukuru.